Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu kuu usiku huu: shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa akiba kubwa zaidi ya mafuta kuwahi kutokea ili kujaribu kutuliza uchumi wa dunia, huku vita kati ya Marekani, Israel na Iran vikiendelea. Karibu nchi 32 wanachama wa shirika la kimataifa la nishati IEA zimekubali kutoa akiba zao za mafuta, hiki kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutolewa katika juhudi za kutuliza hali ya uchumi duniani, huku vita kati ya Marekani, Israel na Iran vikiendelea. Katika makubaliano hayo, mapipa milioni 400 yalitolewa, hii ikiwa ni sawa na kiwango ambacho dunia hutumia katika siku 4 na ambacho kwa kawaida kingesafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz katika muda wa siku 20. Kwa jumla, wanachama wa shirika hilo wana akiba ya mafuta ya dharura ya zaidi ya mapipa bilioni 1. Hatua hiyo inaonyesha kiwango cha wasiwasi miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa duniani, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa biashara wa Amerika ya Kaskazini, Michelle Fury. Kuna takriban nchi 30 hivi zinazohusika hapa. Yote kati yao kama wangejaribu kuzuia hili, pengine wangeweza kuharibu makubaliano hayo. Kwa hivyo hili linazungumzia umoja kati ya watu hawa na wasiwasi wao kuhusu hali hii. Lakini nilizungumza na mchambuzi ambaye aliniambia lazima mtiririko uanzishwe tena. Kwa hivyo huu ni msaada wa muda, lakini kwa sababu mlango wa bahari wa Hormuz ni muhimu kwa kupitisha mafuta, ni muhimu yapitie hapo tu. Kuna mazungumzo kuhusu jeshi la wanamaji kusindikiza meli za mafuta kupitia huko, lakini hata kujaribu kuweka hilo sawa kutachukua muda. Na kwa hivyo labda hii ni kuhusu kuziba pengo hilo na akiba hizi za mafuta hadi kutakapokuwa na njia fulani ya kujua jinsi ya kuanza tena mtiririko, kwa sababu hatimaye hiyo ndiyo itakayopunguza shinikizo, na hapo ndipo utaona bei ya mafuta ikishuka. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta katika Mashariki ya Kati. Utawala wa Iran ulikuwa umeapa kuzuia mafuta kupita kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Israel na Marekani. Mapema leo meli 3 za kibiashara ziliharibiwa na makombora. Taarifa ya Alison Freeman inawasilishwa na Agnes Penda. Moshi unafuka kutoka kwenye meli iliyo na bendera ya Thailand katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imekiri kutekeleza shambulizi hili baada ya kutishia kushambulia meli yoyote itakayopita katika eneo hili. Njia kuu ya meli imegeuka kwa kitovu muhimu katika vita hivi. Jeshi la Marekani mapema ilitoa picha hizi kuonyesha kuharibiwa kwa meli 16 za Iran. Mashambulizi haya yanatokea saa chache baada ya Rais Trump kutoa onyo katika mtandao wa kijamii, ambapo anasema iwapo mabomu ya ardhini yatakuwa yametegwa na hajaondolewa, athari zake kwa Iran zitakuwa za kiwango kikubwa zaidi ya awali. Kama kwa upande mwingine anasema wataondoa mabomu hayo, itakuwa hatua kubwa na ya sawa. Takriban thuluthi 5 za mafuta ya dunia yote hupitia mlango huu, na tangu mwanzoni mwa vita hivi msongamano wa meli umepungua pakubwa. Wakati kama huu mwaka jana, kama inavyoonekana hapa upande wa kushoto, eneo hili lilikuwa na shughuli nyingi. Lakini sasa kama unavyoona upande wa kulia, ni meli chache mno zinazojiweka katika hatari ya kusafiri katika maji haya. Hii ni sehemu ya Beirut ambapo watu walidhani wako salama. Lakini shambulizi la angani la Israel lilipiga jengo hili la makazi katikati mwa jiji jana usiku. Tangu mwanzoni mwa vita, Israel imekuwa ikilenga miundombinu katika jiji kuu la Lebanon, ambayo wanasema inamilikiwa na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi linasema kuwa takriban watu 700,000 wameachwa bila makao nchini Lebanon ndani ya muda wa wiki moja tu. Kama ilivyo kwa Rim na familia yake, alikuwa akiuza karatasi za msalani katika kibanda kwenye barabara moja jijini. Sasa anasema amevunjika moyo baada ya kulazimika kuhama nyumbani kwake na kuishi barabarani na wanawe. Nchini Iran, uwanja wa ndege katika eneo la kusini mashariki umeteketea baada ya Marekani kutishia kushambulia nchi hiyo katika siku ya mashambulizi makali zaidi kuwahi kushuhudiwa. Na kote Iran, wahudumu wa dharura wanashughulika baada ya mashambulizi zaidi katika mji huu mkuu.
Shirika la Red Crescent la Iran linasema takriban watu 1230 wameuawa nchini kote tangu kuanza kwa vita hivi, na Iran inazidi kujibu. Ving'ora kote Tel Aviv jana usiku vikiashiria kuingia kwa makombora Iran. Katika afisi ya Umoja wa Mataifa, balozi wa nchi ameonya kuhusu matokeo ya hatua zilizochukuliwa na Marekani na Israel. Lengo lao liko wazi: kuhangaisha raia, kuwaua watu wasio na hatia na kusababisha madhara makubwa na mateso. Kuhusika kwa Uingereza katika mzozo huu kumeongezeka huku meli ya kivita HMS Dragon ikiondoka kuelekea Cyprus kutoka kwenye kituo cha jeshi la majini. Na kituo cha kijeshi kilitumika na walipuaji wa Marekani, ingawaje Uingereza inasisitiza kwamba haijahusika moja kwa moja na vita hivyo. Katika miji kama Beirut, hata hivyo, iliyoshambuliwa na Marekani na Israel, huu ndio uhalisia wa kuendelea kwa mashambulizi. Tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran Februari tarehe 28 na kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo, Rais Donald Trump amesema makombora na ndege zisizo na rubani za Marekani zimepiga zaidi ya maeneo 5,000 na kupunguza vibaya uwezo wa Iran wa kupigana. Lakini wamelenga wapi hasa na uwezo wa Iran wa kujibu ni upi? Huyu hapa Paul Adams na maelezo zaidi. Kile ambacho Marekani wanakiita Operation Epic Fury kimekuwa cha mfululizo na bila huruma. Washington inasema inakaribia kufikia malengo yake. Kwanza, kuharibu akiba zao za makombora, mitambo yao ya kurushia makombora na viwanda vyao vya ulinzi, yaani makombora na uwezo wa kuyatengeneza. Pili, kuliharibu jeshi lao la majini, na tatu, kuinyima Iran silaha za nyuklia milele. Mwanzoni, Israel na Marekani ziliharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, au kile kilichokuwa kimesalia baada ya vita vifupi vya mwaka jana. Sasa wameshafanya zaidi ya mashambulizi 5,000. Wameshambulia maeneo mengi nchini Iran, hasa upande wa magharibi, kusini na kati, na wamekuwa wakijikita katika makundi makuu kadhaa. Akiba kubwa ya Iran ya makombora ya ballistic na mitambo ya urushaji imekuwa lengo kuu. Unaweza kuona jinsi mabohari katika kituo hiki cha makombora huko Borajan yalivyoharibiwa. Pia wamekuwa wakizisaka ndege zisizo na rubani, yani drones, na viwanda vinavyozitengeneza. Hiki ni kituo cha drones huko Avaz. Marekani inadai kuharibu sehemu kubwa ya jeshi la maji la Iran na miundombinu yake. Hapa unaweza kuona uharibifu katika bandari ya Bushehr, na bila shaka kuna suala la uongozi wa Iran. Siku ya kwanza tu walimuua kiongozi wa Iran na maafisa wake wengi wa ngazi za juu hapa Tehran. Mengi ya mashambulizi haya yamepangwa kwa ustadi mkubwa, lakini baadhi, hasa shambulio la Israel kwenye vituo 30 vya kuhifadhia mafuta nchini Iran, hayakupangwa vizuri. Washington inasema imesikitishwa na picha ya moshi mweusi mzito uliotanda juu ya mji wa Teheran, lakini Iran bado ina kadi za kucheza. Marekani huenda imezamisha karibu meli zake 50, ikiwa ni pamoja na moja iliyoshambuliwa pwani ya Sri Lanka. Lakini vita vya kushambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz vinamaanisha kuwa ni meli chache sana zinazothubutu kupita katika moja ya njia muhimu zaidi za maji duniani. Mbali na mabomu ya kutengwa baharini, Irani ina boti nyingi ndogo na za kasi ambazo huko nyuma zimesababisha taharuki kubwa. Bado zinaweza kuleta changamoto. Tutaangalia namna mbalimbali ili kuweka mazingira ya kijeshi, na kisha kama tunavyofanya kwa kila misheni, tutamfikishia waziri na rais chaguzi zote mbili. Ni rasilimali gani zinahitajika? Ni mfumo gani wa uongozi unaohitajika? Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Iran yamepungua. Huenda silaha hizo zinaisha au huenda wanajizuia. Pamoja na uharibifu wote uliofanyika, hakuna anayetangaza ushindi bado.
Serikali ya Tanzania imesema kuwa kwa sasa hakuna dalili za kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege wala gharama za usafiri wa anga licha mgogoro unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Petroli Tanzania, Musa Mohamed Makame. Hatujapata athari na hatutegemei athari kubwa kwa sababu sio kisiwa na tunaleta mafuta. Kwa hiyo kinachotokea duniani na sisi kinatukuta, lakini hatutegemei. Kwa nini hatutegemei? Naomba niongezee jambo moja tu kwenye lile. Utaratibu wetu wa uingizaji wa mafuta huwa tunaagiza mafuta ya mwezi fulani, tunaagiza miezi miwili nyuma. Kwa mfano mafuta tunayotumia sasa hivi mwezi wa 3 tuliagiza Januari. Kwa mafuta tutakayotumia mwezi wa 4 tuliagiza tayari Februari. Kauli hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, mfanyabiashara Mtanzania Rostam Aziz anunua shirika la Nation Media Group NMG. Je, hatua hii imepokewaje na inamaanisha nini kwa tasnia ya habari? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Mfanyabiashara Mtanzania Rostam Aziz amesema kwamba ukaribu wake na viongozi wa Afrika Mashariki hautadunisha uhuru wa habari katika shirika la habari la Nation Media Group NMG. Hii ni baada ya bilionea huyo kununua shirika hilo na kuwa mwanahisa wake mkuu. Kampuni yake ya Taarifa Limited imetangaza kununua hisa zote za NMG zilizokuwa zinamilikiwa na mfuko wa maendeleo wa Aga Khan. Hii inamaanisha kwamba Aga Khan anajiondoa rasmi kwenye shirika hilo baada ya miaka 66. Rostam alizungumza na wanahabari mapema leo jijini Nairobi. You touched on my closeness. Umegusia ukaribu wangu na Rais William Ruto. Nilikuwa karibu zaidi na Uhuru Kenyatta kuliko nilivyo kwa Ruto. Nilikuwa karibu zaidi na mzee Raila Odinga ambaye alikuwa mgeni wa heshima katika harusi ya binti yangu nchini Tanzania. Alisafiri kuja Dar es Salaam kuhudhuria harusi ya binti yangu na kurejea usiku huo huo. Kwa hiyo nina urafiki na nimekuwa rafiki na watu wengi sana waliokuwepo na hata waliopo sasa katika nchi zote jirani, kwa sababu naamini katika mahusiano. Hayo ni mahusiano binafsi na hayana uhusiano wowote na biashara.
Ruto sio kiongozi wa kwanza ambaye ni rafiki yangu ama mtu ambaye namfahamu na yeye ananifahamu. Mtu ambaye alinialika kuja kuwekeza nchini Kenya alikuwa Uhuru Kenyatta. Alinipigia simu akasema njoo uwekeze, na nilipata leseni zangu zote za Taifa Gas kule Mombasa wakati wa uraisi wa Uhuru. Lakini Rostam Aziz ni nani? Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Mfanyabiashara bilionea Rostam Aziz kutoka Tanzania amenunua Nation Media Group NMG, kampuni kubwa zaidi ya habari katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Kabla ya ununuzi wa Aziz, NMG ilikuwa ikimilikiwa na kiongozi wa dini na mfanyabiashara pia mtukufu Aga Khan wa 4 tangu mwaka 1959 alipoanzisha NMG. NMG inamiliki vyombo vya habari vikubwa kama vile magazeti ya Mwananchi na The Citizen nchini Tanzania, gazeti la Daily Nation na NTV. Na sasa uuzwaji wake umetikisa tasnia ya habari katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na wengi sasa wanajiuliza kampuni hii itakuwaje chini ya miliki mpya. Kampuni ya habari kumilikiwa na mfanyabiashara si jambo la ajabu, lakini kuna sababu kadhaa kwa nini wanahabari na umma kwa jumla hushtushwa na kuwa na wasiwasi pale mfanyabiashara mkubwa anapomiliki chombo cha habari kama NMG. Kwanza, uzoefu unaonyesha kwamba mara nyingi chombo cha habari hujikuta katika wakati mgumu, hasa maslahi ya mfanyabiashara huyo yanapogongana na misingi ya kihariri ya chombo cha habari. Pili, kuna mashaka kwamba mabilionea hawa hawanunui vyombo vya habari eti kwa sababu wanaguswa na ustawi wa tasnia hii, au kwamba wanataka kweli kutumikia umma kupitia tasnia adhimu ya habari. Tatu, mara nyingi wafanyabiashara hawa humiliki vyombo vya habari ili kuendeleza maslahi yao ya kibiashara, huku wakitafuta kulinda uhusiano wao wa kibiashara na serikali zinazoongoza nchi walizowekeza. Bwana Aziz anamiliki biashara nyingi hapa Afrika Mashariki na kwingineko, kuanzia sekta za kilimo hadi ujenzi. Tanzania kwa mfano, anamiliki biashara kubwa katika uchimbaji madini, na nchini Kenya anamiliki biashara kubwa ya nishati ya gesi. Lakini juu ya hapo, Aziz pia ni kada wa muda mrefu na amewahi kuwa kiongozi mwandamizi wa chama tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi. Ifahamike pia kuwa mfanyabiashara huyo si mgeni katika tasnia ya habari. Aliwahi kuwa mwanahisa mkubwa wa Mwananchi Communications kabla ya kununuliwa na NMG. Pia ni muasisi wa kampuni ya New Habari ambayo ilitangaza kusitisha uchapishaji wa magazeti yake Disemba mwaka 2020 kutokana na mwenendo mbaya wa biashara. Sasa mfanyabiashara na kada wa chama tawala anapomiliki chombo cha habari kikubwa kama NMG chenye majukwaa ya habari yapatayo 30 katika nchi 4 za Afrika Mashariki na kufikia makumi ya mamilioni ya watu katika ukanda wote huu wa Afrika Mashariki, maslahi ya kihariri yanapogongana na yale ya kibiashara na kisiasa ya mmiliki wake, chombo cha habari huchukua mkondo gani? Aziz mwenyewe ameahidi kulinda na kusimamia uhuru wa kihariri wa NMG, lakini tunafahamu kwamba ahadi na uhalisia wa kila siku si mara zote huoana. Wapo wachache waliochapisha maoni yao mtandaoni wakionyesha wasiwasi, lakini wengi wanasubiri kuona mwenendo wa NMG chini ya mmiliki mpya. Na awali nimezungumza na mhariri mwandamizi Neville Mena akiwa jijini Dar es Salaam, na nimemuuliza kuhusu wasiwasi wa baadhi ya watu kuhusu karibu wa Rostam na viongozi walioko madarakani. Je, hii ina maana gani kwa NMG na tasnia ya habari kwa ujumla? Tumsikilize. Wasiwasi huo ni wa lazima kwa sababu unafahamu kwamba wafanyabiashara wanapokuwa karibu sana na serikali, tunatoa mwanya wa serikali kuingilia uhuru wa kihabari, na hili katika nchi zetu ni jambo la kawaida. Tunafahamu sana Kenya, lakini Tanzania limekuwa ni jambo ambalo hutokea kwamba mara nyingi serikali huingilia vyombo vya habari kwa maana ya kutoa maelekezo au kutoa amri pale isiporidhishwa na baadhi ya taarifa zinazochapishwa katika vyombo hivyo. Sasa kama Rostam Aziz, mfanyabiashara huyu, yuko karibu na serikali, ni dhahiri kwamba inawezekana kwa namna moja ama nyingine ukawa kuna watu wakatumia, serikali ikatumia mwanya huo kuingilia vyombo hivi na uhuru wa kiuhariri katika vyombo hivi. Kwa hiyo wasiwasi huu ni jambo moja, lakini pengine uhalisia unaweza kuwa jambo jingine. Subiri tuone kile kitakachotokea baada ya Rostam sasa kuanza kusimamia usimamizi wake kamili
katika vyombo vilivyoko chini ya NMG. Lakini pia anachukua nafasi hiyo baada ya kuondoka kwa watu kama Aga Khan ambao waliachia uhuru wa kiwaridi. Sasa ikiwa uhuru huo utaminywa na akaingia katika siasa zaidi, basi vyombo hivyo vitapoteza nafasi yake katika jamii. Kwa huu ni mtihani kwake na kwa watendaji wa vyombo hivyo waliopo. Kwa hiyo mimi nasema tunamwangalia Rostam kwa pande zote mbili. Mafanikio aliyowahi kuyapata kwa kuanzisha Mwananchi na kampuni kawa kubwa, lakini kwa upande mwingine kama kiongozi wa CCM wa zamani ambaye uwepo wake huko unaweza kusababisha pia serikali ikaingilia chombo hicho. Lakini niseme tu kwamba yote yanawezekana, inategemea jinsi gani ambavyo yeye ameamua kuingia katika soko kubwa la habari katika Afrika Mashariki. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Hamida Abubakar. Watu watatu wakiwemo mfanyikazi katika shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF wameuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haijabainika nani aliyekuwa akilengwa katika shambulio hilo. Pande mbili zinazozozana zimelaumiana kwa shambulio hilo, huku msemaji wa jeshi la DRC huko Kivu Kusini akilaumu vikosi vya Rwanda akidai kuwa vilishirikiana na wasi wa M23. Umoja wa Mataifa umeshtumu vikali shambulio hilo. Chube Ngorombi ana taarifa zaidi kutoka Goma. Hii ni uharibifu uliosababishwa na shambulizi la usiku wa kuamkia Jumatano mjini Goma. Hapa ni katika ofisi za Umoja wa Mataifa. Hali ya majonzi ikiwakumba wafanyakazi waliofika hapa asubuhi. Milipuko pia ilisikika katika vitongoji kadhaa vya mji wa Goma. Tunalala tukasikia kitu kinaripuka, kuangalia nje deja flame shawaka. Tuko wavoaze lupango ya kufuata njo ile bombe ilianguka. Ndio tukalamuka tukaona deja mavitre na she kunyumba yetu mavitre zima zilivunjika. Kumbe kwa voisin ndio kulianguka ile bombe. Hili ni shambulio la kwanza la ndege zisizo na rubani kuripotiwa katika mji wa Goma ulio karibu na mpaka wa Rwanda tangu waasi wa M23 walipoteka mji huo mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini mapema mwaka jana. Kufuatia hili, wakazi wa Goma wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wao, huko watetezi wa haki za binadamu wakilaani mashambulizi hayo. Wahurumie raia. Raia inateswa sana. Kwanza pesa zao mabanki zimebebwa, chakula watu wanateswa, tena kuendelea kuwaua kwa bure. Sio askari,
Hapana, makosa ni makosa. Ndio tungelomba wale wakubwa watafutie mapatano itupermetre tupate tutoke mwa shida tuko nayo, tuishi kwa amani na kwa usalama pamoja. Tunachokiomba tu kwa viongozi ni kuona namna gani pande ambazo zinazozana wataweza kusikilizana, angalau raia wapate amani. Mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kushuhudiwa licha ya juhudi za kuleta amani na kusitisha mapigano zinazoongozwa na Marekani, Qatar, Angola pamoja na Umoja wa Afrika AU. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Tutoke huko Goma tuingie katika taifa la Tanzania ambapo Fatuma Omari maarufu kama Feti One anaendelea kufanya vyema katika soka la Tanzania kwa kuwa kocha pekee wa kike kwenye ligi kuu ya wanaume Tanzania bara kupitia klabu ya JKT Tanzania. Mchezaji wa zamani wa Twiga Stars amebeba uzoefu wake uwanjani katika taaluma ya ukocha akilenga kukuza na kuimarisha ujuzi wa makipa. Omari Mkambara na taarifa kamili. Kwa wanawake ni wepesi sana kukamata. Ni wepesi sana kukamata, japo kuwafundisha mpaka wakamate ni shughuli pevu. Wanaume wengi wanakuwa wana idea, labda elimu tu ile kidogo ndio wanakuwa wanakosa. Lakini kwangu mimi naona kote sawa sawa. Mimi ni mzaliwa wa Songea. Kwa hiyo kule kuna timu ya jeshi ilikuwa Chandamali Queens. Nikaitumikia ile pale kwa muda mchache kabla ya kuja Dar es Salaam. Kuna timu ambayo ni waanzilishi wa soka la wanawake walikuja mkoani kwetu kule. Kwa hiyo walipofika kule tukacheza nao game. Baada ya kucheza nao game, baadhi ya wachezaji wakatuhitaji. Kwa hiyo na mimi nikaja kujiunga kwenye hiyo timu ambayo ilikuwa inaitwa Sayari Women's, waanzilishi wa soka la wanawake. Kwa hiyo nikatumikia pale kwa muda mrefu. Baada ya hapo nikahama nikaja JKT Queens. Nikacheza pia kwa miaka 3 mpaka 4. Baada hapo nikaacha, nikaingia kwenye kufundisha. Unajisikiaje haswa alikuwa ndo mwalimu pekee mwanamke kwenye ligi? Najisikia faraja kubwa sana, yani sana, kwa sababu niko peke yangu. Najisikia faraja kubwa sana. Kwa mimi binafsi sijapata kukutana na changamoto aina yoyote tangia nimeanza kufundisha. Cha kwanza, kwa sababu nasema hivyo, cha kwanza nasimamia sana discipline. Kwa hiyo ukikosa nidhamu kufundishwa na mimi sahau. Kwa hiyo mimi naanza kusimamia discipline, ndio maana kila sehemu nitakapokanyaga mimi naheshimiwa kwenye kazi. Kuna nafasi ya watoto wa kike kukua zaidi kwenye fani ya ualimu kama ambayo nao wewe? Watu hawapendi kutumia vipaji vyao, wanaogopa. Lakini wangeamua kufunguka kama mimi nilivyoamua kujitoa mwanga, kupambania hiki kipaji changu ambacho nacho. Na mimi wapo wengi, lakini nadhani wao wenyewe hawajajiamini, lakini wakiamua kujiamini na kujitoa, watu wakawaona, inawezekana. Naitwa Hamida Abubakar, kwaheri.